Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Sio nafasi ya wewe kushindwa kutumiwa na Mungu kuwa msaada kwa wengi ama kwa wengine ama kwa familia ama kwa mtu. Amen. Amen. Kwa tutakupa maandiko machache. Shilo wewe. Sema amen. Amen. Unajua mtu mwingine anajidharau mpaka hata na watoto wake. Unamkuta mama mtoto anakosea, anasema nitamwambia baba yako. Huku kweli hiyo haifo. Baba yako akija na mweleza. Yaani nimekukuta vibao tutatumishana baadaye. Maana ndiye. Tamwambia baba yako. Kwanza kanuni ya mtoto mwajibu kwenye kosa. Pale pale. Usimwache mpaka baadaye, kwa sababu baadaye wewe mtoto ndio maana ukimfinya atalia alafu anaondoka. Hata mtoto amekosea saa hii. Labda akamwaga kitu fulani. Unamwambia atamwambia baba yako. Ukija kumwajibu baadaye wewe unataka. Wewe ndio unadhambi. Mwajibie hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Fahamu kuwa jinsia yako mahali ulipowekwa na Mungu sio nafasi ya wewe kushindwa kutumiwa na Mungu kuwa msaada kwa wengine. Waamuzi sura ya 5. Waamuzi sura ya 5. Waamuzi sura ya 5. Natamani kama unatumia hii somo kwa faida ya kiroho, utakwenda juu sana. Na kuna wengi wanakwenda na wengi wanavuka. Sema amen. Amen. Unajua mtu mwingine, unajua hata kwenye Biblia tunasoma kuna Gideon. Wachungaji wanajua, ni wasomaji wazuri wa Biblia. Gideon, malaika anamjia anamwambia wewe ni shujaa. Kwa hiyo waamuzi anasema walio haya wametupata. Ni hali ambayo inawapata wengi. Mungu anakutegemea alafu wewe unasema shida yako. Mungu amekuweka mahali anakuamini alafu wewe unasema mimi siwezi. Mungu amekupa ile jinsia alijua, kwa sababu sio wewe ulijisababisha wewe mwanamke. Ni Mungu alisababisha wewe mwanamke. Nani kwa mpango wako? Nani kwa shauri lake? Nani kwa takwa lake? Nani kwa malengo yake? Nani kwa mafunuo yake? Jamani, haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5. Fahamu kuwa jinsia yako sio sababu. Sio sababu kabisa. Sura ya 5 mstari wa 7. Biblia yangu ninayosoma inasema, maliwali walikoma katika Israeli. Walikoma. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Sema mimi mama. Unajua hizi lugha zilikuwepo hata kwa Debora. Jamani, haleluya. Hata nilipoinuka mimi mama. Msaada ukatokea. Haleluya. Wewe kufikiri hatima ya ndoa yako huko kwako. Wewe kufikiri
unaloishi liko kwao. Umewahi kufikiri hatima ya kanisa unalo liko kwao? Unafikiri? Najua ni vitu ambavyo inabidi unakaa chini unatafakari, unasema hili ndio nini? Wewe ndio kuna mtu alikuwa hata akijana. Wewe usisikilize tena. Sura 5 Waamuzi au mstari wa 7. Maliwali walikoma katika Israeli. Maana yake viongozi. Ukisoma Biblia kusikia neno liwali, viongozi. Maliwali walikoma katika Israeli. Walikoma. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Kitu gani kitatokea? Msara. Amen. 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 Hebu sema walikoma. Maana yake wenye akili, wenye stadi za vita wakakoma, wenye stadi za biashara wakakoma, wenye stadi za kumjua Mungu wakakoma, wenye stadi za kuimba wakakoma, wenye stadi za kuleta majira yawe sahihi kama Mungu alivyokusudia wakakoma. Lakini mwanamke akainuka. Sema amen. Maana yake ulimwengu wa roho una kitu kwa Debora, na kwa sababu una kitu kwa Debora, ndio atakayeheshimiwa, ndio atakayepewa nafasi, ndio atakayesikilizwa. Mwanamke anayenisikiliza, wewe ndio atakayesikilizwa, wewe ndio atakayetuvusha ng'ambo ya Yordani, wewe ndio atakayekanyaga maji ili sisi tuvuke, wewe ndio atakayesema tunapita mume wangu, usife njaa, mimi tunasema tutapita. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo sasa hivi ambalo kanisa linapambana nalo ni la mikoba. Msema mikoba. Hutaki kuongelea sana hivyo, maana wewe ni wa kiroho kupita Yesu. Tatizo la mikoba. Ziko ndoa nyingi waume hawapo tena. Sasa naongea na mtu. Ziko ndoa nyingi waume wamenyang'anywa simu. Hawapatikani, kwa hiyo wanaishi kama kwale. Hapatikani. Kwa hiyo akitafuta na simu hapatikani. Anaingia nyumbani jioni tena kwa kuvizia. Kwa sababu anafikiri kama wakusanya vikoba vyao watakuta mlangoni. Sikiliza mwanamke, unajibu. Amekoma yeye, lakini wewe unagawa. Yeye ameshindwa, wewe unashinda. Sema amen. Maana yake kunja goti kwa Bwana, waambie Mungu, umenipa mume wa kuwa sungura, umenipa mume wa kuishi naye, tupange mipango ya maisha, tuendelee mbele. Hatuwezi kukaa kama wale, lazima tukae kumfuata wewe kufanya kitu. Na Mungu atafanya kitu katika jina la Yesu. Haleluya. Kikoba haina nguvu kuliko Yesu aliye nayo. Kikoba haina nguvu kuliko nafasi Mungu aliyekupa. Wito uliopewa ni una nguvu zaidi kuliko kikoba. Hivi ni vitu vya nje. Wewe ni wa rohoni. Zungumza na rohoni. Nenda mbinguni. Mwambie Mungu, hili linashindikana kwa mwili, lakini kwako hakuna lisilowezekana. Haleluya. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikauliza mahali fulani, na mimi nataka niulize hata hapa. Bwana, kufikiri kwa nini vikoba vinaleta tatizo kwenye kanisa? Hajajibu. Vikoba vinaleta shida kwenye kanisa kwa sababu tunapochukua vikoba hatumwaliki Mungu. Usikilize tu, akili yako itafunguka hata kama imewekwa wewe chafu. Wewe unachukua kikoba. Yuko mchungaji hapa kila siku anakuja kwetu hapa anasema, Mungu wasaidie hawa watu wangu, Mungu watendelee, Mungu watende na mabaya, Mungu ondoa vikosi juu yao. Siku ukichukua kikoba mpelekee, mwambie mchungaji, hii kikoba yangu ndio umechukua shilingi 100,000. Hebu kwanza wewe kuombea. Shike ndani yako, mwambie acha uji kuweka kichwani. Mungu wewe sio mtu wa uji kichwani. Mwambie mchungaji, hii nimechukua mkopo, huu mkopo una riba, lakini wewe iombee, ilale kwako leo.
nikufinye ni wao chukue kiboko. Leo hii hela ilale kwako ili Mungu wako atoe maelekezo namna ya kutumia hiyo. Tunaenda sawa sawa? Siku ukisubutu kufanya hivyo. Sasa unajua kwa nini wewe ufanye hivyo ya basi? Unajua watu wezi huwa hawasubutu kwenda kupita maeneo ya polisi. Wanaogopa kwa sababu wanaradhi. Ni kama unafikiri ukipeleka kwa mchungaji akatumia hela yako. Jamani, kwa nini tusiwaamini kwa upande wa hela? Waaminini Mungu na waaminini na watumishi wake. Mungu ukiwaamini na watumishi wake, kuna vitu vitatokea. Utavuka kwa nalo neno la Mungu ndani yake. Hawezi kutumia matumizi, maana anajua umempelekea kwa hitaji. Ndio maana ulipompelekea hitaji na mume wako mara nyumbani aliliongea. Na hivyo fedha pia ukimpelekea ataziongea, mwambie mchungaji, leo siongee nazo, naomba tu zilamu kwako, kesho nitarudi. Usijali, imani ilikuwa na hakika. Weka hakika kwamba Mungu huyu ni mtu sahihi. Ndio maana naabudu hapa, mbingu zinanijua niko hapa. Mungu huyu ni mtu sahihi. Wacha nisipeleke, hela zilalie, wacha alale, wacha zilale chini ya kitanda chake. Asubuhi kukikucha, atakupa maono, atakwambia hebu niambie unataka kufanya nini? Nataka kufunua mayai. Atakuuliza ni soko la mayai. Huo ni ufunuo wa Mungu. Hebu mshike jirani yako. Mambo unauzaji mayai wakati huna soko. Haleluya. Sasa mume wako kachukua kikoba, akapata faida mara ya kwanza, kanisani hajaonekana. Akapata mara ya pili, ndio mtakaa kiti cha Mungu. Akapata mara ya tatu, misa ya pili haijaja. Akapata mara ya nne, misa ya tano mlisikika mko za dada. Sasa mtu msaidia kumuuliza. Mungu yuko. Sawa, wewe subiri askofu mkuu atakuja kuongea na wewe hapa. Mungu ndiye anaongea na wewe. Amen. Sema amen. Kila tunachotakiwa kufanya lazima tumshirikishe Yesu. Amen. Ukiacha kumshirikisha Yesu, Mungu wako Biblia inasema. Yesu anasema kuna Mungu. Sasa wao wanaacha kumshirikisha Yesu. Unataka kumshirikisha Yesu, siku umepigwa makofi na mume wako, unaenda kwa mchungaji kwa kweli huyu mume sijaitwa. Hebu niambie mchungaji, kwa kweli alichapa. Angalia uso wangu mume umebabuka. Wacha babuke. Wewe shukuru mchungaji anaona mchungaji. Kuna wengine ningekwambia amemchapa kwa hii. Nitamwambia huyo mume wako akuchape kwa hivi. Sio zuri sana. Sio zuri sana. Upende. Basi huwa unamshirikisha Mungu. Kila unachotaka kufanya mshirikishe Mungu. Fanya vitu na Mungu. Ili ukifanya na Mungu, bora alifanya vitu vyake na Mungu. Ndio maana mwanamke aliinuka ili akapata njia ya kutokea. Na wewe inuka na familia yako utapata njia ya kutokea. Inuka watu watapata njia ya kutokea. Sema amen. Sema haleluya. Tano ukikosea tu. Mungu kwa kweli nilipita polini. Sasa nataka kurudi mlangoni. Hata mwanamke alirudi. Amina. Kwani wewe unachelewa? Na mwanamke na wewe hawakubali kutumwa kukosea. Kwa jina la Yesu ukatubondoa moyo wa chio. Pokea moyo wa jana ndani yako. Ili urudi kwa Yesu akupe njia iliyo sawa. Bora alijua kwa sababu alikuwa mwombaji. Nilisoma pointi ya kwanza alikuwa nani? Mwombaji. Lakini yeye kama mwanamke mama ameinuka, Israeli wakafunga. Amen. Wewe na mambo mangapi unahitajika kuvusha? Cheki familia yako. Wewe nikwambie rafiki, mambo unayonisikiliza. Kule mbinguni Biblia inatuambia tutaonana. Hajasikia. Kule mbinguni walioko kwa shetani na walioko kwa Ibrahim tutaonana. Hakusikia tena.
dada yako aliye mchawi au kahaba, tukifika mbinguni tuna nafasi ya kuwaona bila wako hapo. Tunaenda sasa, kwa sababu Ibrahim wakati Lazaro yuko kifuani mwake, tajiri alipokufa, tajiri alipoinua macho, kwa hiyo kama aliinua macho akamuona, na sisi tutawaona ndugu zetu wenye dhambi siku sisi tukifa na wao wanakufa. Swali la kujiuliza, utafurahi siku hiyo ukiwaona wako jehanamu? Kama hautafurahi, uwe Debora wa hiyo familia yako, uwe Debora hiyo jamii yako, uwe Debora hao ndugu zako, ili wavushe na wao waingie kwenye raha ya milele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Shida yako unaweza kuomba kidogo kwa sababu wewe umejielewa mwenyewe na una watoto wawili, kama sikio na sikio wote mbili, au kuombea Mungu bariki mtoto wangu, ukimaliza huyo sikio la kushoto na kuleta sikio la kulia, unamaliza na maombea ile kwa wako mmoja, wa jirani wacha wagombana. Unacheka masomo haya hivi ya kumili. Kwa hiyo furaha yako jirani wagombane ngumu, hiyo unaangalia. Mungu anatamani kupitia wewe hata majirani wajue wokovu ulio nayo, majirani wajue wokovu wako umekuwa msaada kwao. Wale majirani wanaokuzunguka, wale mapepo yanayowatesa usiku, nyamaze kimya, maana anga limemilikiwa na mtu wa Mungu, kwa sababu anga litasimamishwa jina la Yesu kwenye anga, wale wasisumbuliwe na mapepo. Uwe Debora wa kijiji chako, uwe Debora wa familia yako, uwe Debora wa mtaa wa kwako, uwe Debora wa kanisa la kwako. Kama Mungu amekupa neema, utapata kusikia dhambi ya mtu anayefanya dhambi kanisani, uwe Debora wa kumtoa huyo mtu kwenye dhambi. Peleka jina lake. Kama anaitwa Elia, peleka jina la Elia, mbele alivyompeleka kwenye madhabahu ya Debora. Muombe katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, kama Debora inasimama, huyu mtu asize, acha yeye aruke upande huu aliyokuwa. Haleluya. Sasa kwa kitu tumekaa, na nimekwambia kwenye kipindi cha kwanza, sisi ni wa kiroho. Vitu vyote vinapatikana kiroho. Tukimwomba Mungu lazima kitu kitokee. Mungu ametupa nafasi kubwa ambaye hakuna mtu mwingine amepewa. Na mimi nataka nikwambie mchana wa leo, hiyo nafasi ni ya kwako, na Mungu amekuja kutuma ujumbe huu ili akukumbushe kwamba rudi kwenye nafasi yako. Rudisha nafasi ya Mungu kwako. Rudisha nafasi ya Mungu kwako ili Mungu abadilishe mazingira yanayokutesa kwenye familia yako. Haleluya. Kuna vitu unahitaji vibadilishe, lakini Mungu abadilishi, anasubiri kitu kutoka kwako, na hicho kitu unacho wewe. Ndio maana una neema hii. Wanawake wangapi wajaja? Mimi sio wanawake wachache, lakini kuna wengi ambao hawajafika. Bwana wewe umefika. Wewe sio kama hauna kazi nyumbani. Wewe Mungu amekupa hiyo fursa. Hiyo fursa usiichezee mama. Hiyo fursa ni ya Mungu peke yake. Ndio maana unaacha vyote. Una watoto nyumbani wanakulilia. Lakini Mungu akasema mara hii tena wote nikutane na wewe kule Shilo. Ili nikubadilishie ufahamu wako. Wewe nawe kutoka msaada wako kutoka kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtangazaji wa mambo mabaya. Usiwe mtu wa kupaisha vitu. Biblia inasema msifuatishe namna ya dunia. Debora hakufuatisha namna ya dunia. Debora alisimama akifuatisha mambo ya Mungu wake. Na mimi mwanamke, fuatisha mambo ya Mungu wako, ili kupitia hiyo nafasi Mungu wako atambulike. Huna sifa kubadilisha jina lako, huna sifa kubadilisha Mungu wako, kwa sababu kwa njia ya Mungu wako kuna watu ambao hawajawahi kufikiri kwamba watakutana na huyu Yesu. Wacha kupitia wokovu wako, wacha wamjue huyu Yesu kama ni Bwana, na siku moja wamshangilie waseme kama sio ushuhuda wa fulani, sio kujua huyu Bwana. Haleluya. Jambo la tatu. Faida ya tatu. Kumbuka tunaangalia faida. Jamani amen. Jamani amen. Shikeni yako mwambie tunavuka Yordani. Ushike tena mwambie tunavuka Yordani. Mwambie tunavuka Yordani. Mwambie tunavuka Yordani. Mwambie nipige picha kwa mara ya mwisho.
Tukirudi shule nyingine sitakuwa nilivyo. Mwambie tukirudi tena mara nyingine hapa sitakuwa nilivyo. Kabisa. Hautakuwa nilivyo. Na hiyo kwako kwa jina la Yesu. Sema amen. Faida ya tatu. Usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu kwako la kuwasaidia wengine. Usiruhusu nafasi au mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu kwako na la kuwasaidia wengine. Sema amen. Sema amen. Kitabu cha Esta iko kwenye Biblia. Ila sio kwa picha ya kwako unaijuaga. Esta sura ya 4. Esta iko nyuma ya kitabu cha Ayubu. Ana Bible study tukija kufundisha wakati mwingine. Tutasaidia kujua vitabu vilivyopangiwa. Toka kitabu cha Ayubu nyuma yake unakuta Esta. Esta ile sura ya 4. Usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu kwako la kuwasaidia wengine. Esta ile sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 4 inatupa habari ya huyu dada anaitwa Esta. Esta, labda tukwa kwa ufahamu kidogo ni muhimu ikiwa Esta ni nani. Esta ni mtoto yatima. Hana baba hana mama. Esta baada ya wazazi wake kufa alichukuliwa na mtu mmoja anaitwa Mordekai. Biblia inamuita binamu. Akamchukua kawa naishi naye. Mara fulani katika tatizo, ingawa ilikuwa ni fursa. Najua wewe unaona vitu ni tatizo, lakini kuna vitu vingi ni fursa. Kwa sababu yule mke wa Ahasuero mfalme alipoagizwa na mfalme siku ya mfalme kufanya karamu, mfalme akasema fashisti yake, yule mama akakataa. Na mimi nilifurahi kukataa, sababu ilikuwa ni msaada wa Mungu unatengenezwa na Mungu. Sema amen. Sema amen. Jamani, haleluya. Na maandiko yanasema washauri wa rais wakatoa ushauri baada ya ile dada mke wa mfalme kukataa kuja. Nasema sikilizeni, hii habari ya mke wa rais kukataa kuja itasikika na wapeze wetu. Kasome hiyo habari, nasoma Biblia. Mimi naongea Biblia. Itasikika na wapeze wetu, na watakaposikia wataleta shida, na kwetu itakuwa pia ni msiba. Kwa hiyo kitakachofaa huyu mwanamke kwa kukataa asiwe tena mke wa mfalme, watafute mabikira, na bikira watakayepatikana atakayemfaa mfalme, huyo ndio awe mke wa mfalme. Na maandiko yanasema yule mtoto mjane, yule mtoto yatima, jina lake likaibuka. Sema amen. Jina lake likaibuka. Haleluya. Usijali, hizi ni vitu tumeongezewa na Yesu. Alisema na zaidi ya haya mtatenda. Ya kuwa na vyombo, sisi tuna vyombo. Sema amen. Washeni generator, ndio umeme umeondoka. Sijajua kama luku iko sawa. Sasa nisikilize. Yule binti akapata nafasi na akapelekwa kwa watunzaji wa mabikira, na Esta akapata nafasi siku ya kwenda kupitishwa kwa mfalme. Yeye akampendeza Mungu kwamba yeye awe mke wa mfalme. Jamani, amen. Shike jirani yako mkono, mwambie nafasi ndio umepewa wewe. Ndio unao wewe,
kumtunza, akawekewa watu wa kumpeleka saluni, akawekewa watu wa kumnunulia kila kitu. Huyu dada akawa ana relax tu, hana shida, lakini amesahau kwamba amepeleka pale kwa kusudi. Nisikilize watoto wa Mungu, ya gunia na majivu. Mstari wa mwisho, basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye Malkia Esta akahuzunika mno, akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Sema amen. Sema amen. Ngoja tu nikupe vitu viwili hapa, alafu tutakusaidia, tutamaliza, tutakwenda kuomba. Umewahi kufikiri kwa nini Yesu yuko ndani yako? Jambo la kwanza hilo la muhimu sana. Umewahi kufikiri kwa nini wewe umepata neema ya Yesu kuingia ndani yako na kupata wokovu? Hujafikiri? Lakini namba mbili, umewahi kufikiri kwa nini wanawake wote wakati wa kuolewa kwako hawakuolewa na mume wako, ila wewe ukaolewa? Hajasikia. Unajua una masikio ya kusikia lakini uelewi. Umewahi kufikiri wakati mume wako anafika hesabu ya kupendekeza kwamba wewe ndio uwe mstahiki, upendeleo, hebu sema upendeleo, hebu sema upendeleo. Sijajua naongea na nani. Kuna mtu Mungu anaongea naye. Umepata neema ya wokovu moja ambayo haikanushiki. Wokovu ni haki yako. Sijajua kama naongea na mtu ambaye amezaliwa na mtu aliyeokoka, kwa sababu ukizaliwa kwa mwili na mtu aliyeokoka hujaokoka bado, unapaswa kuokoka. Tunaenda sawa sawa? Kuna watu wamepita kwenye dhiki alafu wakakutana na Yesu, Yesu akawavusha pale. Hao ndio watu waliookoka, kwa sababu wokovu ni mtu kumkiri Yesu. Umewahi kufikiri kwa nini neema ya Kristo imefunuliwa kwako wewe ukamkiri Yesu, wenzako hawajamkiri? Namba mbili, umewahi kufikiri wakati mume wako anaoa kwenye sensa wanawake huwa ni wengi. Biblia ninayosoma inasema utafika majira ambao wanawake 10 watamfuata mwanaume mmoja, wamwambie chakula ni cha kwetu tutakula, lakini wewe tu uitwe kwa jina letu. Lakini wewe ukapata neema ukaitwa mke wa Lakidosi kama Debora alivyokuwa. Esta akawa mke wa mfalme. Nisikilizeni wakina mama, kuwa tu mke sio tosha. Kuwa mke, fahamu kusudi la Mungu juu ya kuwa mke. Tunaenda sawa sawa? Huyu dada anayeitwa Esta, maandiko yanasema ripoti imetokea, na maandiko yanasema yuko kwenye nyumba ya mfalme. Hakujua kilichompeleka kwenye nyumba ya mfalme. Kama ambavyo nawe hujui kwa nini umeokoka, kama ambavyo nawe hujui kwa nini wewe umepewa hiyo neema ya kuolewa na huyo mume, alafu leo unatangaza udhaifu wa mume wako. Ukipita mtaani unasema kama ningejua singeingia kwenye ile ndoa. Nisikilize mtoto wa Mungu, mimi nakubadilishia maneno leo kwamba sio umeingia pabaya, ila wewe ndio mbaya. Hajasikia? Wewe utaingia pabaya, ila wewe ndio mbaya. Hata hivyo mshukuru Mungu, mume wako amefunikwa na kitambaa nyeusi asikuone udhaifu wako. Jamani, amen. Nimesema amen. Na anakuvumilia. Huyo mume sio tu anakuvumilia, hata akiulizwa kule anasema naenda kwangu. Kwani aliwahi kwenda naenda porini? Aliwahi kusema hivyo? Naenda kwangu, mimi na kwangu. Kwake ni kwa mke wake. Hata angeenda kuwa kwa makahaba, akitoka hawezi kubaki huko siku zote. Atatoka atarudi nyumbani kwake, ana kwake. Kwake ni wewe ndio umeweka pale. Mungu hajakuweka pale ujifurahishe pale. Amekuweka pale umbadilishe huyo mume, uwe sababu ya yeye kumjua Mungu wako anayeishi.
tu sasa, wokovu tuliopewa ndani ya Kristo Yesu ni nguvu ya kubadilisha ulimwengu, nguvu ya kubadilisha ulimwengu. Luka anatuambia kwenye ile sura ya 8, wanawake walipotolewa mapepo na Yesu walikuwa tayari kumtumikia Mungu kwa fedha zao. Mimi nauliza swali kwako, umewahi kufikiri kutokufanikiwa kwako pia ni shabaha ya shetani? Kwa sababu kutokufanikiwa kwa mwanamke kifedha ni kushindwa kumtumikia Yesu. Hajasikia. Wangapi wanamiliki biashara ndogo ndogo nyumbani? Inua mkono, usiogope. Mchungaji haji kuambia lete fungu la 10. Kama wewe ni mwizi, ni mwizi tu. Wangapi wanamiliki biashara ndogo ndogo nyumbani? Inua mkono vizuri, usiogope. Unaogopa nini? Si biashara ni ya kwako. Hata mimi sikwambii ulete fungu la 10, ni ya kwako. Hata kama unauzaga pipi, wewe ni biashara hiyo. Inua mkono. Nyanyua na hesabu, na hesabu. Nimesha hesabu. Ni wachache kuliko wasio nayo. Kwa hiyo hawa wasio nayo ni wateja wako. Hajasikia. Okay. Biashara sio kuuza tu na kuna kununua. Si tunaenda sawa? Okay. Wewe unakosaje kuwa na biashara? Nikikuuliza swali hapa utasema unajua mimi ni muombaji sana. Unaombaga nini? Mbona hujamshusha Yesu tena? Mbona Yesu hajarudi duniani tena kwa ajili ya maombi yako? Kwa sababu Yesu hatatembea tena kwenye ardhi. Ila wewe kwa biashara yako hiyo unatakiwa kuwa sababisho ya Yesu Kristo kuhubiriwa. Sababisho ya Yesu Kristo kuendelea kuinuliwa na watu wajue kwamba Yesu wa kwako kwa kukufanikisha kazi yake pia imefanikiwa. Jasikia? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nikiwauliza hapa waliosema ni wafanyabiashara, fungu la 10 tunatoa kwenye nini? Wamenyamaza. Nijibu. Maiki hapa. Apeleke. Ngoja, sijali, mimi niko kwenye darasa. Apeleke. Fungu la 10 natolewa kwenye nini? Mnijibu, nimeshaona vidole vyenu, mnijibu. Ili nijue mmoja akijibu sawa sawa, basi nitakuwa nimeahirisha hilo swali. Inafanya kazi hiyo maiki? Bwana Yesu asipeleka kwa hilo dada. Inafanya kazi? Tumele ya kwetu ya pili. Watu wa vyombo leo mmeniweka vizuri. Mkifa msioze. Muendelee kunukia. Jamani, amen. Amen. Nimesema amen. Amen. Nimesema amen. Amen. Mshike jirani yako. Mwambie kutoa fungu la 10 ni nini? Inanihusu nini mimi mwanamke? Karibu mama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la 10 ninatoa pale ninapofanya biashara yangu, kwenye ile faida ninapopata, kwenye ile asilimia ninayopata kwenye biashara yangu. Pambanua. Naam? Pambanua. Pale ninapofanya biashara, maana ninapoanza biashara ninaenda na ile 10,000. Sawa. Ninapoenda na ile 10,000, ninaenda kufanya biashara ya nyanya. Naenda kuchukua saga ya nyanya au lita 10 ya nyanya. Nikienda kuuza lita 10 ya nyanya, ninapata zaidi ya ile 10,000. Kwa hiyo kutoka kwenye ile zaidi ya ile 10,000, naleta mafungu yake madhabahuni. Asante. Wangapi wanamsikiliza? Je, ukileta nyanya haijazaa? Ngoja nimjibu vizuri. Wateja wakakosekana. Maana hapo umejibu kiakili. Mimi nataka nikujibu kiroho. Na mimi nikuulize, nimechukua pesa benki nikaenda kulima eka 1 ya mahindi.
nimechukua shilingi milioni 1, nikalima nikapata 500,000. Je, ninapaswa kutoa fungu la 10 au sitoi? Mpe maiki. Asante, ninapaswa kutoa. Unatoa kwenye nini? Kwa sababu wewe umekopa milioni 1. Alafu ukavuna 500,000. Sasa 500,000 kuna fungu la 10 hapo? Kwa sababu kwa mchanganuo wako wa SADO, amenisikia kweli? Huyo anayelala mwambie amka. Kwenye mchanganuo wako mama, usiogope, na kupenda, nimeshakupenda mpaka kesho. Sawa. Kwenye mchanganuo wako wa kwamba SADO yako ikitoka kutoka 10,000 yako ukauza 10,000, unaweka mfuko wa kushoto. Najua mnakaga hivi. Alafu kutoka pale ndio unamchanganulia Mungu. Sasa mimi wewe ni mfanyabiashara wa nyanya, mimi ni mfanyabiashara wa kilimo. Nimeenda kulima nikapata shilingi 500,000 wakati nimetumia milioni 1. Natoa fungu la 10 au nifanyaje hapa? Ninatoa. Kwa nini? Kwa sababu ndicho nilichokipata. Sasa wewe, je, nyanya ya Kibuma? Ninapeleka hicho nilichokipata. Umepata shilingi, si ilikuwa 10,000? Unapata 5,000. Ndio. Unafanyaje? Kwa sababu nilitoa hiyo 10,000. Ulitoa hiyo 10,000? Ndio. Hujatoa. Maana nilienda kuchukulia manunuzi. Ulienda kufanyia manunuzi. Ndio. Alafu ghafla nyanya wateja hawapo. Ndio. Alafu hujauza. Siku ya kwanza, siku ya pili, nyanya zikaanza kulainika. Kuharibika. Haya inaitwa kuharibika, inaitwa kulainika. Kuharibika si wateja wako wako. Na wengine wanatakaga za mchuzi zikaanza kulainika. Zinakuwa laini. Usiwaitie kwamba zinaharibika. Sema zinakuwa laini tu. Amina. Zikaanza kuwa laini. Mwisho wa saa haziuziki tena. Ghafla badala ya kupata ile 10,000 yako ukapata shilingi 5,000. Utafanyaje mfanya biashara? Kwa sababu hicho ndio nilichopata. Napeleka mafungu yaliyokutana. Lakini je, iko faida hapo? Faida hakuna, lakini hicho kilichonibakia ndicho nitakachopeleka kwenye madhabahu. Hebu piga makofi ya akili kidogo. Asante mama. Mungu akubariki sana. Jamani, haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Nisikilizeni jamani, wateule wa Mungu. Swala la kufanikiwa limekwamishwa kiroho kanisani. Narudia tena, hujanielewa? Wana wa ulimwengu wana uwezo wa kuwa waaminifu kwa miungu yao. Ila sisi watoto wa kiroho na hasa wanawake hatuko waaminifu kwa Mungu wetu. Biblia inazungumza kwenye kile kitabu cha Luka. Fungua tu Luka, maana utaelewa tu kwamba hawa watu walikuwa wafanya biashara, hawa kina mama. Luka, twende Luka. Luka sura ya 8. Luka sura ya 8. Luka sura ya 8. Nani amepata? Soma uliyepata. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika vijiji, katika miji na vijiji. Akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Ndio. Na wale 12 walikuwa pamoja naye. Hebu rudia. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji. Sawa. Akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Ndio. Na wale 12 walikuwa pamoja naye. Sasa Biblia yako ndio maana mimi naikataa. Hapa inasema wale thenashara walikuwa pamoja naye. Ya kwako inasema wale 12. Sasa 12 nani? Sinawezekana wakasema labda ni watu wa Simba au wa wapi. Thenashara maana yake wanafunzi. Haijaandikwa hivyo? Biblia yako haijaandika hivyo? Hiyo Biblia nzuri.
Hebu angalia kwenye hiyo. Si unaona tena umepewa na mwenzako hapo hapo. Sasa angalia hiyo Biblia yako vizuri sasa. Endelea. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Wale thenashara, lakini ya kwako haina thenashara. Kwa hiyo ukitoka hapo mtafute huyo uliyempa hiyo Biblia, mkae naye. Muangalie vitu kadha wa kadha. Sio kwa faida yangu. Kwa ajili ya kwako. Sasa si unajua tunakupenda? Asante Yesu kwa sababu wewe ndio umesoma ili Biblia yako pia uikague. Haya, endelea. Endelea na hiyo sasa ambayo umeendelea. Endelea mpaka mstari wa 4, mpaka mstari wa 3. Na wanawake kadha wa kadha walikuwa na pepo wabaya. Hebu sema pepo wabaya. Sema pepo wabaya. Pepo wabaya kazi yao mojawapo ni kumnyima mtu kuelewa nafasi yake. Ulifikiri mimi nimeuliza swali la uchumi kwa sababu sielewi? Mimi naisoma Biblia. Biashara yangu ni Biblia. Pepo wabaya kazi yao mojawapo ni kukunyima fursa mahali pana fursa. Kwa sababu mwanamke kumtumikia Yesu ni fursa ya ulimwengu wa kiroho. Pepo kazi yao wanayofanya ni kumfunga mwanamke ufahamu. Hawa anafanya tu hivi. Mfanya hivi. Unajua maana yake? Asubuhi baba anaondoka. Kama asubuhi hajakupa akija jioni. Sasa ukifutuka namna hiyo unafikiri unaomba? Ukianza kuomba, pepo linasimama hapa linakwambia hata wewe unaombaga wakati umefutuka. Unakemea kwa jina la nani? Alafu litaondoka. Sasa kwa sababu wewe umezoea unafanya nini? Fanya basi. Hata vocha. Hata kitunguu. Hiyo ndio mlango wanaotumia pepo wabaya. Pepo wabaya. Hebu sema pepo wabaya. Sasa wale wanawake kwa nini wamewaiwa? Unajua ni somo pana kidogo. Waliwaiwa kwa sababu shetani anajua kupitia mwanamke aliyefanikiwa nikimzingira ufahamu wake, nikamnyima asimtolee Mungu, kazi ya injili iendelee. Kwa hiyo Yesu alipokuja, alichofanya alishughulika na zile pepo zinazowazuia wale wanawake kujua lengo la wao kuwa wanawake. Haleluya. Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona unapigwa vita sana juu ya kutokuwa na kitu cha kufanya, pepo wabaya. Pepo wabaya. Ukiona unapigwa vita sana juu ya kutokumtolea Mungu sadaka, kwa sababu kuna namna shetani anajua ukikubali kutoa sadaka, Mungu ni Mungu wa nipe nikupe. Hebu sema nipe nikupe. Sema nipe nikupe. Ukimpa Mungu kwa mkono huu, mkono wako huu unahesabu dakika hiyo, na Mungu hakupi hela. Mungu anachokupa, mwanamke unayenisikiliza, anaondoa wale pepo wabaya, alafu mlango unabaki wazi wa wewe kufanikiwa. Sio mtu wa kutembea na nyanya mpaka zinakuwa sio zinaharibika mama. Si umepata hiyo hekima? Zinakuwa laini. Ukiona unauza nyanya mpaka zinakuwa laini, maana yake pepo wabaya wanakuzuia ujikwae, ukwazike. Sitaki kumtolea Mungu, sifanyi hichi kitu. Kwa hiyo wewe unarudishwa kwenye. Halo? Mshike jirani yako mkono. Mwambie ng'ang'ana mpaka pepo wabaya wamekuachia. Mwambie Shilo hii usikuache, lazima wakuachie. Kabisa mpaka wakuachie. Ili ukitoka hapa
ile biashara yako kama ilikuwa ya sado, mama wa sado, nisikilize, hautakuishia kwenye sado. Biblia inasema nani, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna. Sema kila namna. Sema kila namna. Sema kila namna. Riziki sio moja sisi tulio nayo ndani ya Kristo Yesu. Za kila namna. Wanawake wana riziki za kila namna. Ikitokea kona hii, itokee na kona hii, itokee na pale, itokee na huko nyuma. Hapo unashangaa. Biblia inasema baraka hizi zote zitakufuata na kukupata. Sema amina, mpe Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Ni nia ya kongamano hili pia Mungu anataka. Jamani, wakina mama tukitoka wa Hana Kusini tuwe mfano. Hebu sema tuwe mfano. Mwambie jirani yako tutakuwa mfano. Tutakuwa mfano. Maana zile pepo wabaya wataondoka, watatuacha. Na ukitaka pepo hakuacha, usihangaike kumkemea, hangaika kumjua Mungu. Hajasikia. Wewe unaomba lift, usihangaike kuomba lift, hangaika kutafuta kusafiri mwenyewe. Sasa kuna watu wanasubiri pokea gari. Wewe. Ambia gari ikija kweli utapokea. Usijiondoe akili. Akili tumepewa na Mungu, ndiye aliyetupa akili. Usijiondoe akili. Mungu ametupa akili na maarifa ili tumjue yeye. Sema amen. Kwa hiyo endelea mama mpaka mstari wa 3. Maliza tu mstari wa 3 alafu tumshukuru Mungu. Ni mzuri. Mwambie jirani yako Mungu ni mzuri. Ili kongamano linaongozwa na Roho kwa kweli. Sema amen. Wewe jiridhishe kwamba hautabaki ulivyo. Waliokujua wamekujua. Mwambie jirani yako ulinijua, mimi sitakuwa nilivyo. Ndio hivyo ndio natoka. Ndio ninatoka. Siturudi kama nilivyo. Mguse tena. Mwambie sirudi kama nilivyo. Mwambie siendi kufanya hivi. Siombe hata hiyo akili yako. Hivi. Hata Brazil hakupi. Na shetani anajua kabisa akikunyima unakasirika. Ukikasirika uone. Sasa hivi ndio bora tufanye kazi. Sema amen. Fanya kazi. Tuwe wabunifu. Tuwe wabunifu. Upokee stadi za kuwa mbunifu. Ukitoka hapo unasema kwa kweli Yesu nimekutana na wewe. Siondoki kama nilipokuja. Wale walioacha kuja watamani kila siku akwambia eti ni nini? Mwambie nimekutana na Yesu mwenyewe. Yule niliyekutana naye amenipa njia ya kutokea. Sitabaki nilivyokuwa. Sema amen. Endelea mwanangu. Endelea. Tena Shara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya. Ndio. Na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene. Aliyetoka na pepo 7. Ulifikiri kama pepo 7 yuko ndani ya mwanamke? Ngoja basi. Mwambie jirani yako wewe unazo ngapi? Wewe unazo ngapi? Wewe unazo ngapi? Yule mwanamke wewe hujamshinda. Kwanza alisubutu kutembea na Yesu, wewe hujamshinda. Si ni sawa? Sasa kama yeye ana 7, wewe ngapi? Mtoto tu akikukojolea unamtupa, unamkanyagia kule, pepo hilo. Ni haki ya mtoto akukojolee. Kama huna hela ya nepi ni ushamba wako. Funga pampers, ni kapepo tu hako. Mtoto naye, mtoto anakung'ata ziwa, unamzaba kibao. Ni wewe ujala chakula kizuri, uwe na maziwa, mtoto anakuambia lete maziwa. Unapigwa ngapi? Ni aina ya pepo huyo. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umefika nyumbani, baba
amekuuliza kitu, unasema usiniulize. Aina ya pepo. Aina ya pepo. Mimi sijui unazo ngapi. Aina ya pepo. Unamfanya mume wako ndio pepo. Amekuja ile. Baba yenu amekuja. Watoto wanakuwa wanajua kabisa baba ameingia kama tembo. Aina ya pepo hiyo. Sasa sijajua wao nao ngapi. Mimi sijui. Yule ana 7, tumeelezwa na Biblia. Ngapi? Na wakatokwa. Alafu alipotokwa wakaanza kumtumikia Yesu. Sema amen. Sasa tuna mapepo ambaye hatuyaelezi. Mapepo mengine huodi jioni. Aina ya pepo. Haya, shauri yako. Aina ya pepo. Fanya hivi. Si pepo ni 7. Wewe unao ngapi? Unaoga Jumamosi mpaka Jumamosi. Aina ya pepo. Sema tu hujapata mtu wa kukuelekeza. Kila siku Juma. Mungu atusaidie. Maana hatujielewi. Wewe unasema mimi mtakatifu, niko vizuri. Lakini tunakukuta tukikuchunguza vizuri, hauko vizuri. Sio, ni mtu haambiliki kitu. Unajua kuna mwanamke mwingine tena walokole. Mimi nimekaa kwenye walokole, unajua mimi ni mlokole. Humwambii kitu. Hata akikosea ukimwambia, "Mbona umekosea?" Ndio maana walokole wengi hawaoni. Mimi nakupa leo njia ya uonyeke. Haleluya. Na wachungaji tuwaonye hao watu, tuwaambie hapa unakosea, kwa sababu ukimwambia mtu damu yake haitadaiwa kwako. Kasome kitabu cha Ezekiel ile sura ya 3. Anasema ukiacha kumuonya damu yake nitaitaka kwako. Jamani, haleluya. Lazima tumueleze mtu hapa unakosea ili ajue dhambi yake, ili siku akifa asiseme hajaambiwa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kanisani ni mama wa WWK, lakini kuna mtu salimiani naye pale mtaani. Aina ya pepo. Aina ya pepo tu. Aina ya pepo. Ila yale mengine umeyashinda, ila huyo amekuwa bibi yako. Aina ya pepo. Mungu amekupa ukae katikati ya majirani. Biblia inasema mpende jirani yako kama nini? Nafsi yako. Wewe majirani yako siku unapika wewe pilau, inaitwa mchele. Siku unapika unafunga mlango kuanzia saa 12 ili watu wasiingie. Aina ya pepo tu. Aina ya pepo tu. Aina ya pepo. Aina ya pepo. Na watoto wako unawajua, wafungaji miguu. Jirani siku anapika pilau ndio wanakuwa wa kwanza. Hao wanafika. Na wao wanamuita ile mama jirani mchawi, na mtoto wako ndio anakulaga pale. Aina ya pepo tu. Hatujajua ile la kwako limekaa kaaje. Hujajua hata wewe mwenyewe, hata saa nyingine unafikiria hivi mpaka leo. Hivi unawahi kufikiri kama mpaka dunia ya leo kuna watu wanaliwa na funza eti funza. Hebu sema funza inaitwaje funza? Funza. Hebu sema funza. Na yuko na Yesu kabisa, Yesu yule leo msalaba. Hebu kaangalia ile msalaba. Unajua ile msalaba ilikuwa 3 Sijajua wewe uliwela upande upi. Usikute hujamjua ule wa Yesu. Alafu nasema nina Yesu kwa sababu mimi ni mtu wa msalaba. Msalaba upi? Hata kuna watu wanabeba msalaba ndefu mpaka huku, lakini wana mapepo. Mimi nachosema na wewe, tambua aina ya pepo linalokuchelewesha, ili kama mwanamke uvuke utoke na hilo pepo. Umwambie nimekujua, roho ya kiburi ni wewe, nimekujua, sitaki kiburi kwangu. Roho ya uchafu nimekujua, sitaki uchafu kwangu. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Kwa sababu shetani ataendelea kukushtaki kwa sababu kuna aina ya pepo bado liko kwako. Paka ujue. Na ili ujue, ingia ndani ya Yesu jumla. Zama tu, mwambie Yesu, nimekubali nipikwe na wewe, nitengenezwe na wewe, nifae na wewe, nitembee katika utukufu wa jina lako. Sema amen. Walipotolewa pepo 7 wakamtumikia kwa mali zao. Kumbe kuna mali haitakubali kumtumikia Yesu mpaka mtu ametolewa pepo.
hatujajua nafasi yetu na faida tulizobeba. Kumbe hata kina Mariamu Magdalena walikuwa na faida lakini wasioijua. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko pamoja nasi. Naomba neema yako itena jioni ya leo. Kongamano hili ni siku ya kwanza. Utumishi ukakuzalia matunda. Hofu yako ya Bwana ipate kuwafunika watu hawa. Wabadilishe fikra zao, wabadilishe mitazamo yao. Neema yako itufunike tena kwa sababu tuko Shilo. Nia yetu ni kukutana na wewe. Nia yetu ni kukuona Kristo Yesu rafiki wa kweli. Tubadilishe tena tutoke tumeng'aa. Tubadilishe tutoke tumefaa katika utumishi wako. Wakati umeinamisha kichwa chako, kama kuna mgonjwa, chukua hatua yako, songa hapa mbele. Mtu yoyote ambaye una tatizo la afya yako, songa hapa mbele. Una tatizo la afya, sio aibu kuwa na tatizo la afya. Ni kumkimbilia Yesu. Uitwe kwa majina gani sasa? Njoo tu mbele za Bwana. Weka tu mstari hapa. Unajua tunapokutana hivi, wengine hawana nguvu, wengine ni wadhaifu. Biblia inasema. Paulo anasema mkutanikapo, wengine ni wadhaifu. Wengine hawawezi. Na mwingine hana amani kabisa. Ninamwomba Roho Mtakatifu akusaidie. Chomoka, njoo mbele. Kukosa amani sio sahihi. Maana tuko mbele za Bwana. Tuko mbele za Bwana. Kukaa mbele za Bwana alafu huna amani sio sawa. Narobushi tanabosaya. Njoo tusonga mbele za Bwana. Rehema za Mungu ni za milele. Njoo tusonga mbele za Bwana. Isilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu linawezekana. Lililokuwa tatizo kwako, kwa Yesu yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Kuna mtu mmoja hajatoka na anatumia dawa, na Roho Mtakatifu anamwambia hiyo dawa haimsaidii. Yeye amejenga imani kwenye dawa. Njoo kimbia kwa Bwana. Njoo kimbia kwa Bwana. Usijenge imani kwenye vitu. Jenga imani katika Kristo Yesu. Njoo tu. Yes. Kama wako kule nje ambao wanasikia wana shida ya afya zao, waambie waje ndani. Namuuliza Roho hapa, nini sababu ya uchungu? Ananiambia na uchungu. Kuna kitu Mungu amekuelekeza, umeshindwa kutii. Kutokutii kwako kumekuletea adhabu ndani yako. Unanisikiliza? Chukua hatua, songa hapa mbele. Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Hahesabu njia zetu kama tunavyozihesabu sisi. Una uchungu ndani yako, uchungu ambayo sijui, ila naona moyo wako unapata moto kabisa, ni kama unakatwa katikati. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Karobo shiti bosaya. Hakuna mtu anakuuliza mahali umepata shida hiyo, lakini Mungu wangu ni mwaminifu. Umemzimisha roho mahali. Alikuelekeza kitu na hujatii. Alafu ghafla umekutana na hiyo shida. Magonjwa mengi ni kutokumuelewa Mungu. Wakati mwingine inakuwa kama sehemu ya adhabu kidogo. Maana Biblia inasema Mungu yule ampendaye humrudi. Kumrudi mwanadamu ni kwa njia ya mapigo madogo. Ribo shata rabo saya. Mwekuja tu hapa mbele, nyamaza kimya. Nguvu za Mungu zimetufunika. Nani ajuaye? Ila Mungu anajua. Nani anayeweza kujua haja za watu hawa? Tumekusanyika tukajua tuko sawa, kumbe hatuko fresh. Tuna mizigo. Mungu wangu akuondolee huo msiba. Weka tu mkono kwenye moyo wako. Yes. Karibu shita. Kwa kuwa sisi ni wanadamu, nifuatishe kwa maneno haya, nikurudishe kwa Mungu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Sina haki yangu, nahitaji haki yako. Naomba unisamehe.
mimi ni mwanadamu na wewe ni Mungu, na mwanadamu mara zote nimekukosea. Naomba nisamehe. Nahitaji msaada wako jioni ya leo. Neno lako ni kweli, huwezi kusema uongo, ila mimi mwanadamu nina madhaifu na mapungufu. Naomba unisamehe Yesu, nipe neema yako jioni ya leo. Utukufu wako unisaidie. Ninakiri madhaifu yangu mbele zako Yesu, na kuhitaji sasa. Karibu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Damu yako Yesu initakase, iniponye, inifungue, niwe huru mbali na mateso, katika jina la Yesu. Yesu Kristo, ingia ndani yangu, fanya matengenezo kwa upya kabisa, nifae kwa utumishi wako siku ulizonipa kuwepo duniani, katika jina la Yesu. Sitaki mauti, sitaki magonjwa. Niko tayari kuongozwa na wewe siku zote za maisha yangu. Asante Yesu. Roho Mtakatifu, nisaidie, nirudie tena, nitakutii, nitatembea kwa usikivu wako, kwa jina la Yesu. Nyamaza tukimya. Yes. Roho Mtakatifu, chunguza tena, chunguza tena, chunguza tena. Yes. Uponyaji unapita kwenye uti wa mgongo. Yes. Unapita kwenye tumbo lako dogo. Yes. Uponyaji unapita. Yes. Kichwa chako kinaponywa, nafsi yako inafunguliwa. Yes. Udhaifu wako unaondolewa. Shetani aliyekufunga muda mrefu anakuachia, anakuachia, anakuachia. Shetani achia, achia nafsi za watu hawa. Una mamlaka juu yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Agano lolote ambalo wamelifanya kwa kutokujua, damu ya Yesu imefuta, damu ya Yesu imefuta. Ndio, damu ya Yesu imefuta. Uponyaji kwenye mwili wake, uponyaji kwenye mahusiano yake na wewe, katika jina la Yesu. Natamka uzima juu yake katika jina la Yesu. Nguvu za giza, adui wa msalaba, kila pando asilolipanda Yesu, kila pando shetani sikia, kila ufalme wako ulioweka ndani ya huo mwili, kwa jina la Yesu. Maumivu kwenye uti wa mgongo, maumivu kwenye kichwa, maumivu kwenye tumbo la chakula, maumivu kwenye tumbo dogo, kwa jina la Yesu. Kwenye mifupa yake, kwa damu ya Yesu. Kwenye kichwa, ninaamuru kila udhaifu mwachie kwa damu ya Yesu Kristo. Nyamaza kimya. Rabo shita karo shata rabo saya. Sema na Mungu kidogo. Mungu yuko tayari, ameshakuweka huru. Sema tuna Mungu, sema tuna Mungu. Nguvu za Mungu ziko juu yako, upako wa Roho Mtakatifu uko juu yako. Mwelekeze mahali palipokuwa na shida, alafu anza kugusa pale palipokuwa na shida. Upenyi wa Roho Mtakatifu unapita mahali ulipokuwa na shida. Ndio, unafunguliwa, unawekwa huru. Yes, unawekwa huru. Macho yako yanafunguliwa, macho yako ya ndani yanafunguliwa. Ulikuwa huwezi kuona kitu kwa jinsi ya rohoni, ulikuwa ukiota ndoto zako zinapotea. Yesu akurudishie network ya mbinguni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho ya neema na kuomba ishuke ndani yako kama moto. Maelekezo sahihi ya Mungu yapate kuingia ndani yako, ili mtii Mungu na Roho Mtakatifu utembee pamoja naye katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zipite kwenye magoti yako, zipite kwenye miguu yako, zipite kwenye gout, kila uvimbe kwenye mwili wako tunauamuru uachie kwa damu ya Yesu. Tunauyeyusha sasa, ninayeyusha kwa mamlaka niliyopewa na Yesu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mikosi na balaa juu ya watu hawa, roho ya kukataliwa, roho ya vita vinavyomshambulia katika ulimwengu wa giza, ndoto za kimizimu, ndoto za kuangamiza, roho za ajali zilizokaa mbele yake, ninazikemea kwa jina la Yesu. Adui wa msalaba, adui wa haki yote, pepo lolote linalomtumikisha kwenye madhabahu za kichirikina, madhabahu za kichawi, tunakemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Pokea sifa Mungu wetu mwema. Asante kwa uponyaji, asante kwa kuwafungua, asante kwa kuwasamehe, asante kwa kuwafungua Mungu bure pasipo fedha, maana ulisema mmepata bure, toeni bure. Asante kwa utumishi huu, jina lako na lihimidiwe milele. Asante kwa wale wanaotufuatilia kwenye mitandao ambao na wao umewaponya na kuwaweka huru. Heshima zote na utukufu ni za kwako. Endelea kuwagusa na kuwatamia na kuwafungua tena waone ng'ambo ya Yordani katika jina la Yesu. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako uliye hai. Na watu wote tuseme amen. Naweza mkarudi makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu aliye hai. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.